Katika siku ambazo tumepita tumekuwa na mazungumzo, na mimi nashukuru kwa sababu hayo mazungumzo yanaendelea na tutapata suluhu, kwa sababu hakuna jambo gumu ambalo halina suluhu. There is nothing that has no solution, and there is no problem that is so big that a nation cannot handle. And I want to thank God because we've taken some measures, and we will continue taking more measures to make sure that the people do not incur a lot of pain because of the increase of fuel prices, because of the war that has led to the situation we are in. Hivi karibuni tulipunguza ile kodi ambayo tulikuwa tunatoza katika mambo ya mafuta, ikatoka 16% ikakuja 8%. Vile vile tukaweka in the last 2 months subsidy ya 12 billion shillings in the last 2 months, lakini bado haitoshi. Na ndio umeona jana usiku tumebadilisha zaidi pia kwa shilingi 10 bei ya dizeli, na mimi nashukuru washikadau wote katika sekta hii, kwa sababu wamekuja katika mambo ya mazungumzo. Jana usiku mawaziri wetu tulikuwa tumewaambia waketi na washikadau, waziri wa kawi, waziri wa uchukuzi, waziri wa hazina ya kitaifa. Hiyo ndio ilisababisha ile 10 shillings ambayo tulipunguza jana. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu leo mchana hayo mazungumzo vile yanaendelea. Wale ambao walikuwa wameitisha mgomo wa magari wamesema ya kwamba watasimamisha kwa muda wa siku kadhaa ili kupatia serikali nafasi ya kuendelea na mazungumzo na kuleta suluhu ambaye ni suluhu ambaye sisi sote tunatafuta. Nataka kwa niaba ya serikali niwashukuru kwa hatua hiyo ya kizalendo, na niseme ya kwamba matatizo ni mengi, na hata tukitatua hii tatizo kutakuwa na matatizo mengine. Na hili tatizo sio tatizo Kenya pekee, ni tatizo ambayo iko katika mambo ya ulimwengu kwa sababu ya yale mambo mnajua yanaendelea. So I want to thank that spirit, those who have called the strike. I want to thank them for calling of the strike and suspending it to allow for negotiations. And I want to say that the government of Kenya is committed to engage the stakeholders and come to a solution so that our country and our economy can continue in the normal way. Nataka tukuwasihi, wakati tuna matatizo ama mazungumzo ama mambo ambayo tunataka serikali itufanyie, naomba tuweke amani. Tusitumie ile nafasi kuchochea wananchi, kuvunja sheria, kuibia watu mali yao, ama kutatiza uchukuzi, ama kuchoma magari. Kwa sababu ukichomea mtu gari yake, amefanya bidii akanunua gari yake ya biashara ama ya kusafiri, umchomee, hilo haliwezi kuleta suluhu, kwa sababu hiyo haitapunguza bei. Ile itapunguza bei ni hatua kama hizo ambazo tunachukua. Tunapunguza kodi hii, tunapunguza ile ingine, tunaona ni gani tunaweza fanya saa hii. And I also want to say, hatuwezi kufanya kila kitu siku moja, kwa sababu pia ile kodi ambayo tunaokota ndio inatumika kutujengea barabara, ndio inatusaidia kufadhili elimu. And therefore we have to balance the interventions we are making to resolve the fuel crisis, so that in a way that we don't disrupt the service delivery in other sectors like education and the road construction and the other things we are doing. Kwa hivyo mimi nimefurahi